إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. عباد الله، ndugu zangu katika imani, awali yote naihusia nafsi yangu, pia kuzihusia nafsi zenu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wale wamchao Allah wamepata kufaulu, wamepata sehemu ya kufuzu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, ma zilna fi ashhur al-hurum, bado tuko katika miezi mitakatifu ambayo imetajwa katika Qur'an na pia ikatajwa katika ahadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ala hay'atihi, hakika zama zimezunguka juu ya haia yake. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, toka Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. As-sanatu, mwaka 12 shahran, kuna miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika miezi hizo 12 kuna miezi minne mitakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala amechagua katika miezi 12, akachagua miezi minne na kuifanya kuwa ni mitukufu zaidi kuliko mingine, na akajalia matendo yake katika miezi hizo mitukufu, akajalia matendo mema yanofanyika katika miezi hizo ni bora zaidi kuliko miezi mingine. Akazitaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile aya haikuzitaja hizi miezi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akazitaja, akasema thalathun mutawaliyat, miezi mitatu yenye kufuatana mfululizo. Akataja akasema Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram. Mwezi wa kwanza katika miezi mitakatifu ni mwezi wa Dhulqa'da ambao bado tuko ndani yake, kisha Dhulhijja ambayo tutaitegemea insha Allah, Allah akiwa amekadiria siku ya Jumatatu, kisha na mwezi unaofuata al-Muharram. Kisha akasema wa Rajab Mudhar, na Rajab, mwezi wa Rajab unaonasibishwa na kabila la Mudhar. Mwezi huu wa Rajab umenasibishwa na kabila la Mudhar kwa sababu kabila hili lilikuwa linaobakiza mwezi katika pahala pake, tofauti na makabila mengine. Makabila mengine yalikuwa yanaweza kuchelewesha au kuuaisha kwa sababu ya maslahi yao.
Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam kazitaja hizi miezi minne, lakini katika aya Allah anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika hizo miezi minne mitakatifu. Na dhulma ya kusudiwa hapa ni kufanya maasi hayo yakiongozwa na ushirikina. Ndugu zangu katika imani, tunakaribia hapo mbele katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala wa minnatihi na neema zake, an ja'ala li'ibadihi salihin mawasima yastakthiruna fiha min al'amali salih. Katika fadhila za Allah na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwajalia waja wake wema misimu ambayo wakithirisha sana katika misimu hiyo kufanya matendo yaliyokuwa mema. Wa min hadhihi almawasima, na katika misimu hii ni ashru dhilhijja, nao ni masiku 10 ya dhilhijja yajayo. Kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake kuwapendea neema zile nafahat, ile milango ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake kawafungulia waja wema ili waweze kutekeleza matendo yaliyokuwa mema kwa ajili ya kuandaa akhira yao. Na katika dalili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na bwana wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja fadhila za masiku hayo 10 yajayo, zimetajwa ndani ya Qur'an na zikatajwa fadhila hizo za masiku 10 yaliyopambanuka na masiku mengine. Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika Qur'an na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala wal murad biha 'ashru dhil hijja kama qalahu Ibn Abbas wa Ibn az-Zubayr radiyallahu anhuma wa Mujahid wa ghayruhum. Allah aliposema wal fajr, na wao hapa wal fajr ni wao al-qasam, ni wao ya kiapo. Allah subhanahu wa ta'ala anaapia al-fajr, kisha akasema walayalin 'ashr, na akayapia masiku 10. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kukiapia chochote, lakini mwanadamu hana haki ya kukiapia chochote isipokuwa jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Umar, la tahlifu biabaikum, msiwapie wazee wenu. Mtume anasema in kunta halifa falyahlif, fa in kunta halifa, ukiwa ni mwenye kuapa basi apa kwa jina la Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kukiapia chochote anachokitaka, na yajulisha umuhimu na ukubwa na utukufu wa kile ambacho Allah anakiapia. Kama Allah ameanza na kuyapia nyakati wal fajr kwa sababu ya utukufu wake na fadhila zake na nafasi yake zile nyakati, kisha akasema walayali na 10, na pia masiku 10. Abdullah kama alivyotaja Ibn Kathir, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, na pia Az-Zubair bin Awwam radiyallahu anhuma, na Mujahid na wengineo katika mufassirun wakasema ni ashru dhilhijja, ni masiku 10 ya dhilhijja yajayo. Allah subhanahu wa ta'ala akayapia. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kwamba walitaja jina la Allah katika masiku maalum, ala ma razaqahum, juu ya yale aliyowaruzuku Allah, min bahimatil an'am, katika wanyama hoa. Na wanyama hoa ni wale waliotajwa kuchinjwa, nao ni ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hawa ndio wanaitwa bahimatul an'am. Na hapa Allah aliposema wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, walitaja jina la Allah katika masiku maalum. Masiku haya maalum, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika tafsiri ya Ibn Kathir anasema yani ayyamul 10, masiku 10 ya al-10.
masiku 10 ya Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku haya, ama siku hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayajalia min afdali ayami dunya, ameyafanya kuwa ni masiku bora ya duniani. Hapa ayamu tudha'afu fiha alhasanat wa turfa'u fiha ad-darajat wa tukaffaru fiha as-sayyi'at, ambayo ni masiku huzidishwa ndani yake mema na watu hupandishwa daraja katika masiku hayo na ufutiwa madhambi katika masiku hayo. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayami dunya al-ashr, masiku yaliyokuwa bora mno, masiku yaliyokuwa bora mno ya duniani ni masiku 10 ya Dhulhijja. Qila, akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala mithluhunna fi sabilillah, wala hakuna mfano wake katika njia ya Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hakuna mfano wake katika njia ya Allah, illa rajulun affara wajhahu biturab, isipokuwa ni mtu ambaye kauzamisha uso wake, kauzungusha uso wake na mchanga, kwa maana ametoka jihad, kama ilivyofasiriwa na hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min ayamin, hakuna masiku yoyote, al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna masiku yoyote matendo mema katika masiku hayo anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya 10, yani ayyamul 10 min Dhulhijja, masiku 10 ya Dhulhijja. Masahaba wakamuuliza, hayo masiku ambayo matendo yanafanyika katika masiku hayo ni bora mno kuliko masiku mengine, wakamwambia, qalu ya Rasulullah, wala aljihad fi sabilillah, hata jihad katika njia ya Allah haiwezi kufikia matendo mema yanofanyika katika masiku 10 ya Dhulhijja. Mtume akasema, wala aljihad fi sabilillah, hata jihad haifikii kwa mtu anayefanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja. Mtume akasema, akawatoa baadhi ya watu, akasema, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi ولم riwazini kuja wa ahlihi falam yarji min dhalika shay, isipokuwa mtu ambaye katoka na nafsi yake na katoka na mali yake alafu hakurejea chochote, kwa maana yeye katoka na akafia huko kwa jihad, huyu ndo anaweza kumfikia mtu ambaye anafanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, hadithi hizi mbili zataja umuhimu na fadhila za masiku haya 10 yajayo mbele. Kwanza, hadithi ya kwanza imeonyesha kwanza ayamu dunia, haya masiku ni bora kuliko masiku yote ya duniani, hata masiku ya Ramadhani ni masiku bora mno. Alafu hadithi ya pili yajulisha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza kufanya matendo mema, na matendo mema yanayofanyika katika masiku 10 ya Dhulhijja yanapendwa sana na Allah. Na hapa Mtume hakuyadhibiti kwa matendo yake maalum, bali mutlaq wa matendo yote mema yanayokusanywa na jina la matendo mema yakifanyika katika masiku 10 ya Dhulhijja, Allah ayapenda mno kuliko matendo mengine mema yanayofanyika katika miezi mingine. Salafu salih kama Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, kana idha dakhalat al-ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alayhi. Sa'id ibn Jubayr rahimahullah ta'ala alikuwa yakiingia masiku 10 ya Dhulhijja anajitahidi sana, jitihada ambayo alikuwa anakaribia kiasi cha kwamba ana juhudi kubwa sana ya kufanya matendo mema. Ndugu zangu katika imani, masiku 10 hayo salafu salih walikuwa wakiyatukuza mno, kwanza kwa sababu ni katika miongoni mwa miezi mitakatifu, lakini pia yana dalili yake hasa, yametukuzwa kwa dalili maalum
masiku hayo bora, kwamba matendo yake ni bora mno kuliko mengine. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, inna shahra hadhihi dhil-hijja afdalu al-ashhur al-hurum haythu kana a'zamuha hurma. Anasema Ibn Rajab kwamba huu mwezi ambao tunaukaribia huu wa Dhul-Hijja ni katika miezi iliyokuwa bora mno ya miezi mitakatifu minne kwa sababu ya utukufu wake. Mwezi wa Dhul-Hijja ni mwezi uliokuwa bora mno kuliko ile miezi minne ambayo tumeitaja mwanzo wa khutba: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja wal Muharram na Rajab. Huu mwezi wa Dhul-Hijja ujao ni bora mno katika hizo miezi mitakatifu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akautukuza, kama anavyosema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, anasema walladhi yadhharu, kile ambacho kinadhihiri, anna sababa fi imtiyaz ashr dhil-hijja bimakan ijtima'i ummahat al-ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqa wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghayrihi. Anasema Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kwamba kila kinachodhihiri sababu ya kupambanuka, sababu ya ubora katika kupambanuka masiku haya 10 na masiku mengine, limakani ijtimai ummahati alibadati fihi, kwa sababu ya kukusanyika ibada mama katika miezi hizo, katika masiku haya 10. Masiku haya 10 ya Dhul-Hijja yanakusanyika ibada mama, ibada kubwa mno, akazitaja: wa hiya salat wasiyam wasadaqa walhajj. Hizi ibada kubwa kabisa. Sala ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Asiyam yafahamika ni nguzo ya ngapi? Kwa tajo sadaqa ya zaka, pia ibada kubwa ya haji. Bila shaka ibada ya haji imekusanya pia na tauhid, arkanul islam al-khamsa za kusanyika pale katika masiku haya 10 ya Dhul-Hijja. Yeyote ambaye ni Muislamu atakikana kuyatukuza masiku haya, akasema ibada hizi wala yataatta dhalika fi ghairi, haya yote yakusanyika katika miezi mingine wala yakusanyika katika masiku mengine, yanakusanyika katika masiku 10 ya Dhul-Hijja. Ndugu zangu katika imani, tukitakikana kukopia kufanya matendo mema. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema: واستيعاب 10 ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله والعبادة في غير تعديل الجهاد لأخبار الصحيحة المشهورة. أنا سامع kwamba masiku 10 ya Dhul-Hijja yamekusanya ibada usiku na mchana, ambayo maibada hizo ni bora mno kuliko jihad. Muda kuwa haijaondoka nafsi yako wala mali yako wala ibada yako, wala zikusanyike ibada zote hizo katika masiku hayo isipokuwa katika Dhul-Hijja. Ndugu zangu katika imani, anasema Ibn Rajab akizungumzia ubora wa matendo mema yanayofanyika katika masiku 10 ya Dhul-Hijja, akasema: amma nawafilul 10 Dhul-Hijja afdal min nawafil 10 Ramadhana. Sunna zinazotekelezwa, ibada za sunna zinazotekelezwa katika masiku 10 ya Dhul-Hijja ni bora mno kuliko sunna zinazofanyika katika mwezi wa Ramadhani. Masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, sunna zinazofanyika katika masiku haya ni bora mno. Wako wapi watekelezaji wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Qiyamul layl, duha, tahiyatul masjid, qabliya, zile sunanul rawatib, qabliya, ba'diya kama zinavyoitwa. Wako wapi sunna za saum wanazitekeleza katika masiku hayo? Sunna hizi ni bora zaidi kuliko sunna za masiku mengine. Akasema kadhalika faraid, hivyo ibada za faraid, ibada za faradh katika masiku 10 ya Dhul-Hijja tudhaafu akthar min mudhaafati faraid ghairi, ulipwa thawabu nyingi zaidi, uongezewa thawabu kuliko faraid zingine katika miezi mingine. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ndugu zangu katika imani,
sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyatukuza masiku haya ambayo yajayo mbele yetu, kama anavyosema Ibn Baz rahimahullah ta'ala, anasema zile hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia ubora wa masiku 10 ya Dhulhijja, akasema hadha yadullu ala fadli hadhihi al-ayyam, hizi dalili zajulisha ubora wa masiku haya 10. hunna ayyamu adhima, nao ni masiku matukufu mno, yushra'u fiha lilmu'min min al-iksari min a'mal al-khair, ni sheria kwa muumini kukithirisha sana mno kufanya matendo ya khairi, akithirisha sana muumini kufanya matendo ya khairi. kama pia anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-Imam Sheikh Ibn Uthaymeen, fayanbaghi lil-insan an yaghtanima umrahu bisalih al-a'mal, ni linatakikana kwa muumini atumie fursa ya umri wake kwa kuyafanya matendo mema, atumie fursa ya umri aliyopewa na Allah kwa kufanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja, li'annahu, wa sababu sawfa yandamu idha ja'ahu al-maut, atakuja kujuta pindi umauti utakapomfikia, akaanza kusema ya laitani, leo kama ningefanya leo. Hakikisha tutumie umri wetu, wazee, vijana kama sisi na wa chini yetu, hakikisheni mnafanya matendo yaliyokuwa mema, hakikisheni mnapambana kwa kufuatilia haya matendo mema kuyafanya. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen maneno mazuri sana, al-amalu salih, matendo mema fi ayami 10 Dhulhijja, katika masiku 10 ya Dhulhijja, wa min dhalika as-sawm, katika masiku hayo 10 ya Dhulhijja matendo mema yanofanyika katika hayo ni kufunga somo. Akasema ahabbu ila Allah min al-amal as-salih fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, kwamba matendo mema yanofanyika katika masiku 10 ya Dhulhijja anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo mema yanofanyika katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan. Ma'a dhalik, pamoja na hivyo, fal ayyamul 10 Dhulhijja, pamoja na hivyo masiku haya 10 ya Dhulhijja yajayo na ubora wake na utukufu wake na fadhila za matendo yanayopatikana ndani yake, matendo mema anayoyapenda sana Allah, anasema fal ayyamul 10 min Dhulhijja an-nasu fi ghaflatin anha, bado watu wameghafilika na kufanya matendo. Wallahi utaona waislamu wengi uzembe wanaofanya katika masiku hayo 10. Akasema tamurru wan-nasu ala adatihim, masiku yanapita watu wako kwenye ada zao kama kawaida. La tajidu ziyada fi qira'ati al-Qur'an, haukuti mtu anazidisha, hakuna ziada yoyote ya Qur'an wala al-ibadat al-ukhra, wala hakuna ibada zingine, bal hatta takbiru ba'dhum yashuddu bihi, mpaka baadhi yao hata takbira baadhi yao wanaifanyia ubakhili, kwa sababu katika matendo mema yanayofanyika katika masiku 10 ya Dhulhijja ni kutoa takbira kwa wingi, kuanzia kuingia kwa masiku 10 ya Dhulhijja. Watu wanatakana kukithirisha sana takbira al-mutlaq, kutoa takbira nyakati zote, kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanaona ubakhili, hawezi, utamwona tumda wote ni kushughulishwa na mambo ambayo sio sawa. Utaweza kumkuta Muislamu hana ziada ya matendo, sio kusoma Qur'ani, hata Qur'ani tini yake ni aibu Muislamu mpaka anafikisha miaka 40 miaka 50, hata ile tini ya Qur'ani, kuisoma Qur'ani kwa kuiangalia kutokujua maana yake hajui. Na ana katika Uislamu ana miaka 20 toka amezaliwa katika Uislamu, ana miaka 40 katika Uislamu, ana miaka 50 katika Uislamu. Wewe una mchango gani katika dini ya Uislamu? Unapambana vipi kuiandaa akhira yako hujui kusoma Qur'an? Na haya masiku ni katika masiku ya kujitahidi kufanya matendo mema, ambayo matendo mema anayapenda sana Allah. Hautamkuta mtu anajibidisha kuisoma Qur'an, hata kusoma ahkamu zinazofungamana
na masiku haya 10 haumkuti. Ukiitishwa darasa utaona kana kwamba kuna waka moto msikitini, dakika chache anataka atoke zake aende zake, na huenda akaenda katika mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Achilia mbali hilo, haukuti muislamu akizidisha ibada zinginezo, hana qiyamul layl. Kuna waislamu wanaishi hawajui qiyamul layl, hajawahi kuamka isipokuwa Ramadhani yenyewe, kwa sababu watu wanakusanyika msikitini, huenda kuna pilau akaja msikitini, wanasali qiyamul layl, wanakula daku huko ndio atakuja msikitini talala. Lakini hawezi akamka usiku akaiamsha familia yake, au akamamsha mkewe, au mwanamke akamamsha mumewe, tuswali tumkumbuke Mola wetu. Masiku haya hakikisha unapambana, kwa sababu ni masiku yaliyokuwa bora mno, na matendo Allah subhanahu wa ta'ala hayapenda mno matendo mema. Amrisha wema, kataza maovu. Ndugu zangu katika imani, tusiwe tumeghafilika. Watu wengi katika masiku haya ughafilika mno kufanya matendo. Haimaanishi kwamba hawakumbushwi katika misikiti yao, lakini kwa sababu watu wapenda ghafla, wapenda kughafilika, kusahau kufanya matendo yaliyo mema. Mtu aweze kutoa sadaka katika masiku haya, ndani yake kuna ibada nyingi sana, miongoni mwake sadaka, miongoni mwake somo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kifunga pia. Salafu salih, adilla zilizokuja athar zikionyesha na wao walikuwa wakifanya bidii ya kufunga. Anafunga mchana akisoma Qur'an, akiamrisha wema, akikataza maovu, asomesha watu. Lakini waislamu wangapi wafanya mambo haya? Wameghafilika kabisa, hawana mpango kabisa na mambo ya kushughulisha akhira yao, hawana mpango. Huu ni msimu wa waumini wa kweli, huu ndio msimu wa waumini wa kweli. Utawakuta muumini kama ilivyokuwa Abi Huraira na wengineo, walikuwa wakitoka mpaka masokoni wakitoa takbira, wakidhihirisha takbira wazi, kwa sababu ni siku ambazo anatakikana atukuze Allah zaidi katika masiku haya 10. Na katika a'malu salihat, katika matendo mema, pia ni kutoa takbira kwa wingi. Lakini mtu atatoa takbira anaogopa, Allahu akbar, Allahu akbar, akiona watu wanamwangalia anaacha. Wewe mtukuze Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini una haya katika jambo la kumtukuza Allah? Toa takbira ukiwa barabarani, toa takbira ukiwa umekaa, toa takbira ukiwa unaendesha, toa takbira ukiwa nyumbani umelala umekaa. Nyakati zote mtukuze Allah katika masiku haya. Tizama Abi Huraira na mwenzake walikuwa kitoka masokoni watatakbira, na watu wengine wafuatisha sauti zao. Lakini wangapi watembea sokoni hapa au tembea hatu katiza katika mitaa ya Waislamu, kama utasikia hizo takbira, anasikia takbira za msikitini, watu wakitoa takbira naenda anatoa. Usisubirie mtu mwingine, fanya mwenyewe ili upate zile fadla na zile khairi ambazo anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na upate kulipwa maradufu katika mwezi huu. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis salat. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.